ukiwepo sehemu ya starehe na ukiwa na kinywaji chako, hakikisha kwanza muda wote uko nacho mkononi, mpaka vya toy, yani hata ikiwezekana mpaka vya toy, au kama iwezekani kimalize ndio uende toy. Sasa hivi kuna kamchezo kamekuja kama jivu. Sawa, majivu ya fegi, majivu ya fegi wanakudondoshea kwenye pombe, ni unalewa balaa. No. Ila kuna wale wenye roho mbaya zaidi, wana system ya kuweka matone ya haja ndogo. Hiyo ndio inawamaliza kabisa watu wengi, kwa sababu mimi nishai kuishuhudia sehemu ugomvi mkubwa umetokea, mtu alichanganyiwa haja ndogo kwenye kinywaji, alilewa balaa. Kamko alilewa balaa, ndio hiyo haja ndogo, alilewa balaa. Kwa hiyo hii tabia ngoja Ogoro vipi? Ndio hivyo vyote, yani sasa hivi pamekuwa na vitu vingi, watu wanachanganyiwa kwenye vinywaji, sana sana sehemu za starehe. Kwa hiyo maelekezo binafsi ambayo tunapeana ni mtu mwenyewe kuwa makini utavyoenda sehemu ya starehe, kwa sababu ukizubaa, ndugu yangu, utajuta. Na dalali, kuna mbinu nyingi ambazo watu wanatumia. Ziko zaidi ya hizo ambazo tumezitaja. Yes. Wengine wanadiriki kuweka hata madawa kulevya. Na sasa hivi kuna katabia hii, nilipewa na mwanangu, alikutana nayo, kwamba yawezekana, alisema yule binti aliyokutana naye alikuwa amemwekea madawa kulevya, yani kwamba alienda naye hotelini. Sasa unajua katika ile process na nini, akajikuta ameanza kumshika kifuani na vitu kama hivyo, kumbe kapaka. Lakini baada ya hilo tukio, unaambia yule jamaa hajui nini kilichoendelea, ila alijikuta hana tu mazaga, kila kitu hana, ana nguvu. Alichomsaidia, alimwachia vitu baadhi vya msingi, lakini aliibiwa kila kitu. Kwa kwenye maelekezo binafsi tumeshuhudia sana sana mabinti wanachanganyiwa sana hivi vitu, sana sana na wale watu ambao hawajawakubalia. Unakuta kwamba mtu amemkubalia outing, lakini bado hajakubalia kutoka naye kimwili. Kwa mwamba, sasa unakuta mwamba miaka yote kaishaliwa sana hela. Unaona? Unajua tuna vijiweni tunavyodanganyana, bwana yule mchapie tone tu la haja ndogo, kesi imeisha. Lakini ukiwa mjanja huwezi kuchanganyiwa hivyo. Ndio maana maelekezo binafsi yapo kupeana maelekezo. Kumbe ndio maana utumiaji glasi. Ushanielewa?